Hakuna mtu ambaye anaweza kaishi maisha ya utakatifu asipowezeshwa na Yesu mfufuka. Na kwa sababu Yesu yu hai, na sisi pia tu hai ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusome Warumi sura ya 6 mstari wa 10 na 11. Warumi 6 mstari wa 10 na 11. Tuanze ni Warumi 6 mstari wa 10 na 11. Warumi. Amen. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Alikufa, na alikufa kwa ajili ya dhambi mara moja tu. Yesu alipokufa, alikufa kwa ajili ya dhambi zangu, alikufa kwa ajili ya dhambi zako mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa kuwa yu hai kwa Mungu, hivyo sisi tujihesabu ya kuwa wafu kwa dhambi, bali walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Tujihesabu ya kwamba sisi dhambi haina nguvu tena ndani yetu. Tujihesabu ya kwamba sisi ni washindi. Tujihesabu ya kwamba dhambi haitawali tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tujihesabu tunao ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusome katika andiko la Korinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 10. Wa Korinto wa pili sura ya 10. Karibu watumishi wa Mungu. Sura ya 4 mstari wa 10 na 11. Wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 10 na 11. Biblia inasema, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. 11. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Kutenda dhambi. Tunaposema tunaishi maana ya ufufuo, haina maana tunajitahidi kujizuia kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bali tunaishi kwa nguvu ya ufufuo wa Kristo. Tunaishi kwa nguvu ya Yesu Kristo mfufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii inatuwezesha kutenda mema na kuwa na matumaini na kuonesha upendo halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuangalie sehemu ya pili ya jinsi ya kuishi ufufuo wa Yesu. Baada ya kuona nini maana ya ufufuo wa Yesu, kwa kufufuka kwa Yesu Kristo tumeona hayo hizo maana. Basi tuone jinsi ya kuishi huo ufufuo wa Yesu. Wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo, katika siku hii ya leo ambayo tunakumbuka ufufuo wa Yesu Kristo, ni nini tunatakiwa tukumbuke, namna gani ambayo tunaweza tukaanza kuishi huo ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kwanza, kuishi ufufuo wa Yesu sio tukio tu la siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba utaishi tu leo siku ya kufufuka, utajitahidi kuishi maisha matakatifu, bali ni tukio la mtindo wa maisha. Kuishi maisha ni maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni njia ya kuishi maisha ya Mkristo aliyofufuka pamoja na Kristo. Kama jinsi ambavyo Kristo alivyo yu hai, basi na sisi pia tunapaswa kuishi maisha matakatifu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aina ya kwanza ya jinsi ya kuishi ufufuo wa Yesu Kristo, namba 1 ni kubadili mtazamo. Weka mambo ya juu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaamini ya kwamba siku moja tutakufa, sivyo? Kila mmoja anaamini kwamba siku moja tutalala. Neno la Biblia linatumia neno kulala, halitumii kufa. Kila mmoja anaamini kwamba siku moja tutalala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kubadili mtazamo na kuanza kufikiria mambo ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuishi ufufuo wa Yesu, namba 1 ni kubadili mtazamo na kuanza kuweka mambo ya mbinguni, mambo ya juu kwanza, mambo ya maisha ya baadaye baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza ni kubadili mtazamo. Kama ulikuwa unaanza kuwaza mambo ya mbinguni, unayapa nafasi ya 5.
Basi mambo ya mbinguni yaweke nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ufufuo unatubadilisha mwelekeo wa maisha yetu ya kila siku. Hatufikiri tena mambo ya dunia, bali mambo ya juu ya milele na maisha baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Wakolosai 3 mstari wa 1 na wa 2. Wakolosai 3 mstari wa 1 na wa 2. Wakolosai 3. Amen. Wakolosai 3 mstari wa 1 na wa 2. Amen. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Mtume Paulo katika roho ile sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 anatuambia ikiwa anatumia neno ikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, huyu ambaye tunakumbuka kufufuka kwake siku ya leo, basi tunatakiwa mtazamo wetu tuubadili na kuanza kuyatafakari yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuanze kuyatafakari yaliyo juu, sio yale yaliyo chini. Haina maana kwamba mambo yetu mengine ya kawaida tuyaache, lakini anakazia katika mkazo wa kuyaweka mambo ya mbinguni nafasi ya kwanza, kwa sababu huko ndiko tutapoenda kuishi na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanikiwa katika mambo ya duniani hapa, hata kama utapata kila kitu, lakini ukakosa mambo baada ya maisha ya hapa, haina faida yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Na maana pengine tunamwona Yesu anasema, ikiwa mkono wako unakukosesha, ni heri ukaenda na mkono mmoja au kaenda mbinguni na mikono ukaingia mbinguni kuliko uwe na mikono yote na ukose ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ni lazima tuanze kugeuka na kutafakari mtazamo wetu, uweze kuweka mambo ya juu, mambo ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoangalia katika lugha ya asili ya Kigiriki, neno hilo tafani ina maana ile yatafuteni yaliyo juu, neno zoeteite 5. Kwa nao inaeleza namna ya kuweka mkazo katika kutafuta yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo katika sentensi hii tunaona kuna sentensi mbili za muhimu. Tuanze kutafuta, tafuteni yaliyo juu. Kwa hiyo kumbe sio tu jambo jepesi kutafuta ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namba ya moja ni kwamba uanze kutafuta. Ni vitu ambavyo vimejificha, kwamba sio jambo jepesi, ni jambo ambalo linahitaji wewe mwenyewe uanze kuchukua hatua na mtazamo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uanze kutafuta. Lakini aina nyingine, pointi nyingine katika hii, lazima ukianza kuyatafuta sasa yaliyo juu, uanze kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni muhimu sana, kwa sababu duniani tunaishi maisha mafupi sana. Mafupi sana. Wakati mwingine tunapopita katika makaburi tunayatazama. Mmoja alisema na sisi tulikuwa kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tulikuwa kama nyinyi. Na wengine waliofika huko wanasema, laiti ningejua, ningeyatafuta yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wito wa leo ni kubadili mtazamo na kuweka mambo ya juu kwanza. Lakini pointi ya pili ya jinsi ya kuishi ufufuo wa Yesu ni kufa kwa mambo ya kale na kuishi maisha mapya ya ushindi. Kufa kwa mambo ya kale na kuishi kwa maisha mapya ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usome katika Warumi 6 na mstari wa 4. Nasoma Warumi 6 mstari wa 4. Basi tukizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima wa uzima. Amen. Amen. Ya kwamba tunapaswa kuishi maisha mapya ya ushindi, maisha ya ufufuo wa Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Utu wetu wa ndani lazima uoneshe kubadilika.
ya kwamba Yesu alipokufa pale msalabani alishinda nguvu zote za dhambi na mauti. Na sisi pia kwa kupitia ufufuo tunapaswa kubadilika. Kwa hiyo lazima tufe kama Yesu alivyokufa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Hatupasi kuishi kwa dhambi. Tunapaswa kufa. Kitendo cha Yesu kufa pale msalabani ni kuonesha kwamba sisi pia kama tunataka kuishi na kufanana na Yesu mfufuka, basi tunapaswa kuiacha na kufa kabisa. Neno kufa ni kwamba hakuna uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna nafasi tena ya kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika andiko hili linatumia neno kufa kwa dhambi, kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo tunapaswa kufa na kutokuwa na uhai wowote, lakini pia tu hai kwa matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma andiko lingine wa Korintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, nadhani hili kila mtu analifahamu. Ninatakiwa ulijue kwa moyo kwa sababu ni andiko ambalo linajulikana. Korintho wa pili 5:17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tunapofufuka tunaonyesha kwamba sisi tupo ndani ya Kristo. Yesu anatutazamia kwamba sisi tusiwe tena watu wa kutenda dhambi, kurudi mwanzo tulipokuwa zamani. Utu wetu wa ndani lazima ubadilishwe katika jina la Yesu. Lazima tuweze kumfanania huyu Kristo aliyofufuka. Tunakuwa kiumbe kipya, sio tuna kiumbe kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika neno la Kigiriki, neno kiumbe kipya wametumia neno kaine kritis. Ina maana unageuka. Kwa nje tu unaonekana wewe ni mtu yule yule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kiukweli wewe ni kiumbe kipya kabisa kwa maana ya ndani. Ulikuwa na tamaa inakata. Ulikuwa ni mtu ambaye una matendo ambayo yalikuwa yanatoka yenyewe ndani, matendo maovu hayatoki tena. Yaani unakuwa ni kiumbe kipya. Neno kiumbe kipya ni kwamba ulikuwa ni mtu fulani, sasa umegeuka umekuwa ni mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima pia tuweze kuwa kiumbe kipya. Hebu usimwambie jirani yako kwamba mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Mimi ni kiumbe kipya katika. Mwambie jirani yako kwamba mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Mimi ni kiumbe kipya katika Kristo. Sitakubali tena kuwa kiumbe yule wa zamani. Sitakubali tena kuwa kiumbe yule wa zamani. Amen. Unapotamka hivyo unakiri na itakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Lakini namba 3 jinsi ya kuishi maisha ya ufufuo wa Yesu Kristo ni kuishi kwa Roho Mtakatifu. Kuishi kwa Roho Mtakatifu. Tunakumbuka ya kwamba Yesu alifufuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na sisi pia tunaweza kuishi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, basi Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, huyo atatusaidia kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atatusaidia kuishi sawa sawa na Yesu mfufuka. Tusome katika Warumi 8:11. Warumi 8:11. Warumi 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Katika wafu anakaa ndani yenu, anakaa ndani yangu, anakaa ndani yako, huyo Roho Mtakatifu. Lakini ikiwa neno lakini anamaanisha ikiwa Roho wa Mungu anakaa, anaweza asikae. Kwa jambo la muhimu ni kuhakikisha Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yetu pia, ili tuweze kumfanania Yesu mfufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuishi kwa Roho Mtakatifu ni njia moja yapo ya kuweza kuishi na kuishi katika ufufuo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyingine ni kudumu katika maombi, neno na ushirika. Kudumu katika maombi, neno na ushirika. Kwa hiyo kuishi maisha ya ufufuko kunahitaji kujikita kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uwe mtu wa maombi ili uweze, kama tunataka kuweza kuishi maisha
yanayomfanana Yesu mfufuka, kionekane maisha yetu ni hai, lazima tujikite katika maombi. Namba 1 ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujikite katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia kuwa na ushirika na waumini wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine unaweza kuwa unatamka kitu kumbe unaongea mwenyewe. Hakuna ile nguvu ya Roho Mtakatifu kuweza kusema, kuweka ule msisitizo, kuipa nguvu neno unalotamka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima tuweze kudumu katika maombi. Na katika maombi ni kama unavyoona chaji ya simu imeisha, haina tena nguvu iweze kuwaka. Ni simu ina mawasiliano kila kitu. Lakini ili tuweze kumfanya Roho Mtakatifu aweze kutenda ndani yetu, simu iweze kufanya kazi, ndipo ambapo sasa inahitaji kuchajiwa kila siku. Kama tunaweza kukumbuka kuchaji kwenye simu, basi pia maombi ni sawa sawa na kuchaji. Kama ambapo tunaweza kukumbuka kula au kunywa maji ili mwili uweze kufanya kazi, basi maombi ni chakula cha roho. Bwana Yesu asifiwe, ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia neno ni jambo la muhimu sana, kama tunajifunza sasa hivi. Tunaona kwamba tunapitia maandiko mengi ili kuwalau yaweze kuwa nuru ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Soma Zaburi hiyo tutaisoma ya 119 na 105. Naona neno ni taa ya miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome katika Matendo sura ya 2 na mstari wa 42. Matendo 2 sura ya 42. Matendo 2 sura ya 42. Wakawa katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Neno la Matendo sura ya 2 ndio ile ambayo Roho Mtakatifu alishuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika Matendo 1:8, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawapa ile ahadi, lakini subiri mtapokea nguvu ndipo mtapokuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo katika sura ya 2 tunaona Roho Mtakatifu anawashukia wale 120 walikuwa wamejifungia wakiomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, neno la Mungu linatuambia kwamba walikuwa wakidumu katika fundisho la mitume. Walikuwa wakidumu katika fundisho la Roho Mtakatifu. Kwa maana nyingine, kitabu cha Matendo ya Mitume kilitakiwa kiitwe kitabu cha Matendo ya Roho Mtakatifu. Kila sura inamtaja Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, jina sahihi lilitakiwa liitwe kitabu cha Matendo ya Mitume, kwa sababu kuanzia matendo yote, kuanzia sura inaeleza matendo ya Roho Mtakatifu aliyotenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaposema alikuwa akidumu katika fundisho la mitume, ina maana kwamba alikuwa akidumu katika fundisho ya Roho Mtakatifu, ambaye alikuwa akiwavuvia au watumishi wake kuweza kuzungumza na watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Hizo zilikuwa ni nguzo kuu ambazo zilizowasababisha Roho Mtakatifu hakae ndani yao na waweze kumuishi huyu Kristo aliyofufuka. Hata sisi leo hii tunapaswa kudumu katika neno la Mungu. Tunadumu katika ushirika kama huu wa ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu ni mtu yoyote yule ambaye tunamwamini Bwana Yesu, lakini unapaswa pia kumtendea mema yoyote, hata yule ambaye hamna imani naye. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ndani yako inaashiria chapa ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe, aliyofufuka. Some katika Yoshua 1:8. Tuone namna neno Yoshua 1 na mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kisiondoke kinywani mwako.
ukitafakari usiku, ukitafakari mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni maneno ya Mungu mwenyewe, kama alimwambia Yoshua, anatuambia sisi, anatuambia mimi, anakuambia wewe pia. Maneno yake hayabadiliki. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini hakuna nukta hata neno moja la Mungu ambalo litabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi tunapotaka kufanikiwa, sasa ile neno ya tafakari ya leo juu, lazima uweze kuyatafakari. Basi kitabu cha sheria, kitabu cha neno la Mungu la Biblia kisiondoke kinywani mwako. Kinaondokaje kinywani mwako? Au kinakaaje kinywani mwako? Lazima uipe nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza ukaniambia mbona sina nafasi? Ni kuamua tu. Kila kitu ni uamuzi. Ni uamuzi. Kuna mtu mmoja nilikuwa nafundisha pale nyumbani na watoto. Nikatoa mfano, niambia yule binti la wajaji. Hivi niambie kila mmoja hapa, ikiwa umepewa nafasi, una siku 2 tu za kuishi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Una siku 2. Hao niwaulize leo nyinyi hapa. Una siku 2 za kuishi duniani. Baada ya siku 2 utaondoka. Nini ungefanya? Nini ungefanya? Ungefikiria tena habari za mambo ya dunia? Hakika usingeweza kufikiria mambo ya dunia. Hata kama watu wangekuambia kuna mabilioni yako hapa, ungeona si kitu. Hata kama watu wangekuambia kuna hiki, kuna kile, kuna umaarufu, kuna kila kitu, usingefikiria. Kwanza ungeuangalia moyo wako, ukaanza kuyahesabu maisha yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Unaangalia na kutafakari wapi umekosea. Na ungekuwa unadumu katika kumwomba Mungu toba. Mungu nisamehe. Ndivyo ambavyo sasa sisi tunapaswa kuishi hivyo kila siku, kama vile siku ya leo ni siku ya mwisho kuishi duniani. Kwa sababu kwanza hatujui kama kesho tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu anaposema basi dumuni katika kuomba, kwa sababu mjue siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Kama mwizi angelijua siku ambako, kama mwenye nyumba angelijua siku ambako mwizi anakuja, basi angekesha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi sisi pia tunapaswa kuhakikisha kwamba neno la Mungu halitoki kinywani. Halitoki vipi? Lazima tuangalie kutengeneza nafasi ya kuhakikisha tunakaa ndani yetu. Na kadri ambavyo utaendelea kusoma, ndivyo ambavyo tabia itaendelea kujengeka. Na ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa wazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siku usiposoma tunajisikia vibaya. Hali kadhalika hata hali ya maombi. Mwanzoni inakuwa ni kazi. Lakini utapoanza kujibidisha na kujibidisha, ndipo ambapo siku usipofanya hivyo utasikia ni kuna jambo aliko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia namba 5 ni kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka. Kwa jinsi ya kumwishi huyu Yesu mfufuka, tunapaswa kuwa mashahidi. Tunapaswa kuwa mashahidi wa maisha mapya kwa maneno, matendo na mwenendo. Tusome katika Matendo 1:8. Matendo. Lakini mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nitalimalizia. Tusome pia andiko lingine la Mathayo 28:19 mstari wa 20. Mathayo 28:19 na 20. Mathayo 28